na Mheshimiwa Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar mzee Hussein Mwinyi. Na mimi waandishi wa habari mlikuwa mashahidi na mmesikia kile ambacho alichozungumza Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo nafikiri hadi aloweka tutakwenda kuongeza spirit ya pambanaji wa wachezaji wetu. Kwa hiyo naamini kwamba niwaambie tu Barakani wanakuja kukutana na mechi nyingine tofauti. Wanakuja kukutana na mechi ambayo dhamira na nia ya Simba kuona namna ambavyo tunakuja kwenda kwa mabingwa. Mimi naamini itakuwa mechi nyingine, naamini itakuwa na ushindani mkubwa, lakini tutakwenda kufaulu katika hii mechi. Yes. Comeback ipi ya kibabe? Tunakwenda kufanya comeback kwa sababu mpaka tunafikia hapa katika mashindano ya shirikisho bana, yanafika mwaka huu ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Simba hatujapoteza mechi. Kwa hiyo tunaamini tunakwenda kufanya vizuri katika hii mechi. Ukiangalia rekodi ya mwaka huu katika haya mashindano mpaka hapa tulikofika, naamini tunakwenda kufanya vizuri. Naamini tutakwenda kufanya vizuri. Inaonekana kisu kama vibe lako liko chini, mimi siuzoea hivi. Yes, lazima vibe ile chini kwa ugumu wa mechi namna ilivyo, kwa sababu hapa nazungumza nanyi, mimi ni finali ya pili ambayo nakuja kushuhudia kwa macho yangu. 1993 mimi nilishuhudia finali, kwa maana kwamba nakumbuka machungu ya ile finali, nikiarejesha nikizungumza nanyi waandishi wa habari, lazima nikae na kutafakuri, lazima nichukue muda mwingi kwenye dua na sala, kuona namna ambavyo namuomba Mwenyezi Mungu maombi yetu nakwenda kufanyaje? Yakubali. Kwa sababu mimi nimeshuhudia finali ya 93. Machungu ya kukosa kombe na yajua. Na laiti yale machungu kwamba ingekuwa unaweza kuyakopi na kuyapeleka meoni kwa wachezaji wa Simba kuona namna ambavyo ukipoteza hizi mechi maumivu yanakuaje, basi ningeenda kuyapeleka japokuwa dakika 2 wayagusa alafu tuyaondoe nibaki nayo ili wao wakapambane. Kwa hiyo lazima tuwe mnyonge kwa sababu tutabaki kwenye dua na sala, lakini mimi naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutafanikiwa. Kombe lipo uwanjani, Rais Mwinyi yuko uwanjani. Anatamani pengine kabidhi kombe kwa Simba kwa sababu mwaka 93 mzee wake hakufanikisha hilo. Naamini kuna kitu kinaongezeka kwenye hilo. Yes, 93 naamini kwamba almarhum mzee Ali Hassan Mwinyi, Mwenyezi Mungu kwanza amweke mahali pema peponi, tuendelea kumwombea dua. Kuna kauli mzee Mwinyi aliwahi kuambia kwamba Zanzibar kwema atakaye naje. Hayo maneno aliyomzungumza almarhum mzee wetu Ali Hassan Mwinyi. Lakini Hussein Mwinyi leo mwanawe amekuwa rais. Waandishi mnakumbuka aliyosema? Yajayo yanafurahisha. Hizi ni kauli mbili zilizotoka kwenye familia moja ambao wote walipata nafasi ya kutawala katika nchi. Baba mtu anasema Zanzibar kwema atakaye naje, mtoto anasema yajayo yanafurahisha. Kwa mnapata moyo kwenye hizo kauli. Ni kauli ambazo nani katoa? Ni kauli ambazo wanatoa viongozi ambao waliopewa dhamana kuongoza watu. Na naamini hizi kauli haziji tu kwa bahati mbaya, zinakuja kwa makusudio ambao wao wameamini kuzitoa hizi kauli. Na naamini ni moja ya chachu ambazo zimekuja vizuri kutuona namna ambavyo nakuja kupambana katika hilo. Kwa hiyo mimi naamini kauli njema. Leo rais anasema yajayo yanafurahisha. Mimi naamini yajayo kweli yanafurahisha. Sawa. Nikumbana sana finali iwe Benjamin Mkapa mpaka wakati zinapita zile purukushani kwa Mkapa amani, kwa Mkapa amani, watu wakaona mpaka wana Simba kidogo akaingia unyonge. Yale yamepita, leo ni New Amani Complex. Ari yenu ikoje kusahau kwamba sasa sio Benjamin Mkapa, ni New Amani Complex? Alhaji, tuko New Amani Stadium kabisa, hatutuzungumzii Benjamin Mkapa. Tuko ndani ya Jamhuri ya Muungano Tanzania, chini ya Rais Hussein Ali Mwinyi. Tunabeba kauli yake aliyotuambia Watanzania msiwe na hofu, yajayo. Asante, niwashukuru. Kisugu, wewe ni miongoni mwa kama ulivyosema, ulikuwa ni miongoni mwa walioshuhudia finali. Hii ni finali ya 3. Umezungumzia mwaka 1990. Finali 2 tu. Kama kuna mwamba yoyote anaweza kuja kutoa ushahidi usokuwa na mashaka ndani yake kwamba kuna finali 3 zilifanyika, nampa 100,000 mimi. Siku zote unapozungumza finali unazungumzia mchezo wa mwisho. Na ndio maana leo rais wa CAF atakuwepo New Amani, makamu wa rais wa CAF atakuwepo New Amani, baadhi na wajumbe watakuwa New Amani wakiongozwa na kombe ambalo bingwa atakabidhiwa kombe lake. Wewe mwandishi unaweza ukanisaidia mimi, labda nimepoteza kumbukumbu, aidha kwa historia au kwa macho yako kuona finali gani nyingine zaidi ya Simba 1993 kombe kuwepo uwanjani, finali gani nyingine zaidi ya 25 kufanyika New Amani ambao unathibitisha 3 ilifanyika ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na ukijibu ukinithibitishia hilo, mwandishi unapata ofa. Msiwadanganye watu, waambieni kweli finali zimefanyika 2 tu.
Kwa hiyo ile ya 2022-23 ambayo Yanga ni mechi ya kwanza ya mkondo kuelekea kwenye fainali. Maana fainali tafsiri halisi ni mechi ya mwisho. Uwezi leo kaambia watu wenye akili timamu kwamba Simba alicheza fainali Barakane. Sasa mwandishi wetu tusaidie watazamaji wako waone. Kama Simba alicheza fainali Barakane, leo New Amani tunafuata nini? Kwa hiyo kwa maana hiyo, kwa mtu ambaye labda anakuwa, twende kwanza kwenye hoja. Twende tuweke sawa sawa watazamaji wako. Usisimame kwenye kwa hiyo. Wewe rekodi gani uliochukua kuambia Watanzania kutaka kuwapotosha kuna fainali 3 zimefanyika? Sawa, swali langu labda mimi nilimalizie. Kwa hiyo mchezo ambao ulifanyika mji wa Berkane kule Morocco ulikuwa ni mchezo ambao unahusiana na nini? Ni mchezo wa mkondo wa kwanza kuelekea kwenye fainali katika mashindano ya shirikisho barani Afrika. Kuelekea kwenye fainali. Hapakuwa na kombe. Sawa, mimi swali langu la mwanzo nilikuwa nakuuliza, umetaja mwaka 1993 fainali ambayo ilifanyika hapa Tanzania, Simba akiwa ni miongoni akifika fainali kwenye mchezo huo. Mimi sasa swali langu nilivyoliweka, fainali hiyo mimi naihesabu na fainali ambayo Yanga wamecheza mwaka 2022. Yanga hajacheza fainali, usipotoshe. Watu maelfu wanakutazama unajua. Yanga nasema mbele ya vyombo vya habari. Nasema mbele ya vyombo vya habari. Kama kuna mtu ana ushahidi wa kushuhudia kwamba Yanga alicheza fainali hiyo siku ambayo unazungumza, aje atoe ushahidi ambao hauna mashaka. Mimi nampa $100,000. Fainali ni mechi ya kwanza, ni mechi ya mwisho. Mechi ya mwisho. Kama unathibitisha Yanga alicheza fainali, Simba alicheza nini kule Berkane? Fainali? Fainali? Fainali ni moja. Siku zote ukisikia na maana fainali ni mechi moja, inakuwa mechi ya mwisho. Rashid, una swali lingine? Maswali hapo, tuko visiwani Zanzibar. Yes, tuko Amani Zanzibar. Kwanza niwapongeze wana Simba wa Zanzibar. Lakini kwa kipekee lazima niseme kutoka ndani ya moyo wangu. Nishukuru sana serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar chini ya Dr. Hussein Mwinyi. Ameonyesha kwamba kiongozi unatakiwa kuwa kiongozi namna gani pindi linapotokea jambo katika maeneo yako. Amejitoa mzee, najua usiku amejitoa, mchana amejitoa, amesimama kwenye dua na sala, lakini pia chengine amekuja kuongeza spirit ya upambanaji juu ya wachezaji wetu. Leo unapokwenda kuambia vijana mkifanya vizuri mnachukua $100,000, dhamira na nia yake kuona namna ambavyo vijana wanakwenda kupambana. Na nimwambie Rais Mwinyi asiwe na hofu. Vijana wanakwenda kupambana, mashabiki tuko vizuri, Wazanzibari wameitikia wito, tunakwenda kuijaza New Amani na inshallah Mwenyezi Mungu kimpendeza tunakwenda kwa mabingwa wa shirikisho barani Afrika. Niwape tahadhari wana Simba. Kuna vitu viwili katika maisha ya mwanadamu. Kitu cha kwanza kuna jitihada, na kitu cha pili kuna kudra. Jitihada inabaki katika miongoni mwa wanadamu. Kudra anakwenda kufanya maamuzi na nani? Na Mungu. Niwathibitishie wana Simba wenzangu, jitihada zote zinazostahili kufanywa aidha na management au na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar au mashabiki wa Simba zimefanyika. Kwa namna unavyozungumza ni kwamba kwa upande tu wa hamasa nyinyi kama mashabiki na mambo mengine yote nje ya uwanja yamekaa sawa sawa, na tunaona watu wameitika kweli kweli. Tuje kwenye katikati ya uwanja sasa, unadhani labda wachezaji wenu leo wanapaswa kuwaje? Tumwachie Fadlu kwa sababu ndio mtaalamu, amekaa na wachezaji amewaandaa. Mimi nazungumza na wewe. Umeniuliza mimi. Swala la katikati ya uwanja tumwachie Fadlu kwa sababu yeye mwalimu ndio amekaa na kikosi amekiandaa. Kazi yetu sisi wana Simba kutuona tunakuja uwanjani, mashabiki tunakuja kucheza pati yetu. Na niwapongeze mashabiki, pati yetu tumecheza vizuri. Sasa hizi ni saa 5. Ukiangalia New Amani imependeza shehe. Debola Finance vipi atapiga pasi ya mwisho Ateba afunge? Hayo mambo tunamwachia Fadlu Davis. Anaanza. La mwisho. Ngoja. Kuna kitu wakati wa mkutano kati ya makocha, wachezaji pamoja na waandishi wa habari, kiungo wa timu ya RS Berkane Lamine Camara ambalo bora kwanza katika taifa la Morocco alizungumza kwamba wao kama timu pamoja na wachezaji wamefurahishwa zaidi kuona mechi yao inapigwa katika dimba la Amani kuliko pale kwa Mkapa, kwa maana historia ya Mkapa wanaifahamu, lakini pia na wao ni miongoni mwa timu ambazo walishakufungwa katika uwanja ule. Pengine kauli yake inatafsiriwa kwamba ni mind game, ama wanaujua ukubwa wa Simba, ama wamefanya maandalizi tofauti na jinsi ambavyo walishakujiandaa hapo awali. Kwanza mimi naamini wanaujua ukubwa wa Simba. Lakini cha pili niwapongeze sana waandishi wa habari. Katika hili mmefaulu sana. Wao wanaamini New Amani labda sio Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
lakini ndeni mkamwambie Kamara bado yuko kwenye ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nendeni mkamwambie bado yuko katika ardhi ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Lakini pia mkumbusheni hawa Simba kuqualify kucheza fainali ya shirikisho barani Afrika. Wamefaulu wakiwa wapi? Wamefaulu wakiwa New Amani Zanzibar. Niwashukuru sana waandishi wa habari. Inshallah Mwenyezi Mungu ikimpendeza tutachukua ubingwa wa shirikisho barani Afrika.